Haleluya, haleluya. Bwana Yesu sifa, Bwana Yesu asifiwe. Leo itakuwa sehemu ya 9. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa maaskofu, wachungaji na wainjilisti na mashemas. Leo sehemu ya 9. Somo letu litahusu maaskofu, kwamba hatuna askofu wa kweli katika Yesu Kristo. Hatuna askofu wa kweli chini ya jua katika Biblia. Nishawahi kutoa maandiko kwamba hatuna askofu wa kweli hapa duniani. Tanzania kote hatuna maaskofu wa kweli. Kwa leo nimekuja na hii sehemu ya 9 kwamba kwa nini nijitenga na makanisa, na sababu mojawapo na hili linachangia pia. Kwa nini nijitenga na makanisa ambao makanisa yote asilimia kubwa yanaongozwa na maaskofu. Hata wale wachungaji ambao wanaanza kufundisha makanisa leo, wanaanza kufungua makanisa yao leo. Wakishafungua makanisa zaidi ya moja, tayari wanakuwa maaskofu, mata yale shakuwa msimamizi wa makanisa yale mengine yote kama msimamizi. Na askofu ni kazi ambao anaitaka mtu yeye mwenyewe. Kazi ya askofu huchaguliwa na mtu kwamba kafanya kazi. Na ukichaguliwa na mtu, ujue huyo mtu amekuamini kweli kweli, kwa sababu yeye kasimama katika mambo yote. Ila asilimia kubwa ni mtu mwenyewe ameitaka ile kazi. Asilimia kubwa. Na yeye baadaye na anaposimamia ile kazi ya askofu, kila mji inamaanisha kila mji ni taifa. Ndio kila taifa inakuwa na askofu anayeongoza watu wale waliookoka katika Yesu Kristo, ambao ndio huyu ndio msimamizi wa mambo yote. Sasa ngoja tuangalie katika askofu hapa. Lazima tuanze kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:1. Tuangalie, je, hawa maaskofu wana sifa hizi za kuitwa maaskofu? Maana askofu ana sifa zake, shemasi ana sifa zake ambazo zinaendana na shemasi, zinaendana na mwinjilisti, zinaendana na mchungaji. Hizo sifa wote zinaendana. Je, askofu ana sifa hizo zinazotajwa kwenye Biblia? Maana mimi nimechunguza nikagundua hakuna askofu hata mmoja mwenye sifa hizi. Na kama hatuna askofu mwenye sifa hizi, hatuna maaskofu, tuna wafanya biashara. Ndio maana anaitwa mataasisi. Maana katika Kristo wote, katika Kristo Yesu wote ni wamoja. Hatuna utengano katika Kristo Yesu, kwamba wewe ni wa kanisa fulani, wewe ni wa kanisa fulani. Jamani, niwaambie kabisa, huyu anijitaje kwamba yeye ni kanisa fulani, huyo ni tapeli. Huyo ameingia kwenye kanisa la kuzimu, kanisa la shetani kabisa. Kwa sababu kanisa la kwanza, ukisoma Matendo ya Mitume 13, kanisa la kwanza waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza kwa sababu walikuwa wanafundisha njia ile ya Yesu Kristo. Sisi tunaonekana ni Wakristo kwa sababu tunafuata njia ya Kristo, ni wafuasi wa Yesu Kristo. Mimi siwezi kusema mimi ni mfuasi fulani au mfuasi wa fulani. No. Hata Paulo mwenyewe alikataa kwamba nimesikia kwenye ile Wakorintho wa kwanza 1:9. Nimeafiwa habari zenu kwamba kila mmoja usema mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Akauliza, je, Kristo amegawanyika? Kwa hiyo hawa wamemgawanya Kristo. Kwa sababu kama wote tunahubiri Biblia moja, mafundisho ni mamoja, na kuaje tutengane? Wewe ujiite kanisa lako, afu uandike sheria zako, wape waumini wasome. Wewe ni umekuja kwa njia yako wewe mwenyewe, kwa sababu kama mimi nafundisha Biblia kwamba hiki ndio kweli tukifuate, na Marekani, India, Saudi Arabia, Komoro, wapi wote wanafundisha andiko hili, na wewe unafundisha, mimi nalifundisha hivyo hivyo, nitakuwaje tofauti na wale? Tumetofautiana lugha tu, lakini mafundisho ni yale yale. Tuangalie maaskofu vyao sasa. Timotheo wa kwanza 3:1 anasema, neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Ukishamuona askofu amekuwa na mke zaidi ya mmoja, amelala na muumini, amelala na mke wa mtu, au amelala na msichana mdogo, huyo mtu hafai tena kuitwa askofu. Amevunja cheo cha askofu, sifa ya askofu. Amevunja sifa ya askofu, amevunja sifa ya uchungaji, amevunja sifa ya uinjilisti, amevunja sifa ya shemasi hizi sifa hizi zote atakuwa amezivunja. Mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Wachungaji wengi, askofu wengi na wachungaji wengi sana hawajui kufundisha. Tutaangalia mafundisho. Tutaangalia mafundisho wanayosema wafundishe. Si mtu wa kuzoelea ulevi. Maaskofu wengi wanakunywa pombe. Nishawahi kumfuatilia mzee mmoja na kuambia pombe sio dhambi. Hata mwingine tena juzi amesema pombe sio dhambi. Tunahubiri sasa hivi ajabu sana. Maana kila sehemu utakaposoma kwenye Biblia sehemu ambako kwamba dhambi, watu watakaofanya mambo ya jinsia hawatapata uzima wa milele, pombe imo. Sehemu utakapopata sehemu kwamba watu watakaofanya mambo ya jinsia hawataulisi uzima wa milele, pombe imo. Pombe imo.
si mpiga watu, wengi ni wagomvi, wanapelekana hadi mahakamani, wanaenda kushtakiana huko. Na Yesu alimwambia ukikusana na ndugu yako, kubaliana naye njiani kabla hajakupeleka kwa kadhi atakutupa gerezani. Hutotoka huko mpaka sumuni yako ya mwisho, yaani utaingia hasara, utatoa mali zako zote mradi tu utoke kule gerezani. Lakini hao wanapelekana mpaka mahakamani. Yaani mpaka inafika kabisa huko kabisa. Ikajulikana huko. Sasa hawa watajiita watumishi hawa? Sidhani kama watakuwa na sifa za utumishi. Sidhani kama watakuwa na sifa za utumishi. Haya. Si mtu wa kujadiliana na watu, asiwe mwenye kupenda fedha. Maaskofu wengi sana wanapenda fedha na wanahubiri waumini wao wa fedha, matoleo wengi sana. Wengi sana, sifa nyingine hawana. Mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto wake katika ustiivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Tunaona wachungaji wengi maadili hakuna. Tutaangalia hapo maadili. Hawawezi kusimamia nyumba zao. Wanakuta watoto wao wanashabikia, wanaenda disco, kirabu, wanaenda kwenye mambo ya starehe. Ameshindwa kuisimamia nyumba yake yeye. Atawezaje kumhubiria muumini wake kwamba hiki kitu ni dhambi? Wengi wanalipwa mishahara. Kwa hiyo hawezi kuongea vile vitu kwa sababu analipwa mshahara. Akiongea vile mshahara wake utaondoka. Haya. Wala siwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Iblisi. Tena imempasa kushuhudiwa na mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Iblisi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastiivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wala wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia wajaribiwe kwanza, baadaye watende kazi ya ushemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao wawe wastiivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mstari wa 12. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Kwa maana watendao vyema kazi ya ushemasi hujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Hapa tumeambiwa askofu, shemasi, mwinjilisti na wao wachungaji wote wana sifa hii. Wana sifa moja. Kwa hiyo shemasi ni mwanaume na yeye anatakiwa awe na mke mmoja. Na yeye asiwe mlevi. Asizoee ulevi. Sasa huyu askofu mwenye sifa ya kuwa askofu sasa, ilikuwaje akamweka mwanamke awe askofu? Mwanamke akamweka awe mchungaji. Mwanamke akamweka awe shemasi. Akamweka mwanamke awe mwinjilisti. Hapo tuna askofu kweli? Na haya maandiko hayaoni na kitengo chake cha Biblia, na ukimuuliza wewe askofu maandiko yako yako wapi kwenye Biblia, atakuleta hapa. Tuna maaskofu kweli? Mimi leo nimeamua kujitenga kuona kwamba haya hayaendi sawa. Ni uongo. Tunafundishwa dhambi. Biblia inaniambia hatakiwi shemasi atakuwa mume wa mke mmoja. Leo nakuja nakuta askofu shemasi ni mwanamke. Hiyo iko sawa? Ametoa maandiko yao kwenye kitabu gani? Katika Biblia, katika mambo ya imani ya mbinguni, mwanamke hajawahi kutumika. Katika mambo ya mbinguni, mwanamke hajawahi kutumika. Katika mambo ya kidunia, wanawake wametumika sana. Mambo ya kidunia wanawake ndio wanaotumika 100%. Hata Waisraeli walipokuwa wamekamatwa mateka, mwanamke ndio aliyewakomboa Waisraeli. Alipoenda kumwambia mume wake, akawakomboa Waisraeli. Haya, hata ukija kwenye ule utawala wa kile kipindi cha Sulemani, Malkia wa Sheba alikuwa ni mwanamke, alikuwa anaongoza Ethiopia, alikuwa ni mwanamke, kiongozi wao alikuwa mwanamke. Haya, wako tu wanawake wengi sana. Hata kile kipindi Yesu yuko madarakani, anatawala kimambo ya kiroho, ni mfalme, sio wa dunia. Na ndio maana alimwambia hata Pilato. Alimwambia Herode, utawala wangu mimi sio wa dunia hii. Ni utawala wa moyo, kuwashika watu moyo, kuwapeleka watu mbinguni, waache maasi. Herode akawaambia, sioni kosa la mtu huyu. Kwa sisi wa Kristo utawala wetu sio mbingu, sio hapa duniani. Utawala wetu sisi ni mbinguni, hapa tunapita tu, hapa sio kwetu.
Hawa maaskofu wanaofundisha vitu vya duniani, wanaingilia mambo ya serikali, mambo ya dunia hii, utawala wa dunia hii, wametoa maandiko hayo wapi? Na ushahidi wao wameutoa wapi? Dunia hii ina utawala wake na mambo yake na siasa zake. Serikali yetu ya mbinguni ina utawala wake na serikali yake, ambao ni tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Na ndio maana katika dunia hizi nchi zilikuwa zinaongozwa na ufalme. Hata Uingereza imeongozwa na malkia wa kike mpaka amekufa juzi. Utawala wa dunia na wa kwetu ni tofauti jamani. Hiyo kwanza muelewe. Hawa maaskofu wanao, hatuna askofu wa kweli. Ndio maana siku zote nasemaga hatuna askofu wa kweli kwenye Biblia wala hapa duniani anayejua Biblia. Hatuna askofu wa kweli. Haya. Tuangalie hapa. Kama askofu anasimamisha hao wa kike, ama mamlaka hayo ameyatoa wapi? Tuangalie hapa kwenye 2. Timotheo wa kwanza 2. Timotheo wa kwanza 2:5, 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Kusalisha ni wanaume. Kuhutubu ni wanaume. Ukija kuangalia kwenye 12 Timotheo wa kwanza 2:12, simpi mwanamke ruksa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu, kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye. Hawa maaskofu wamepata wapi hivyo vitego vya kuwafundisha watu kwamba hiki kitu fanya? Anamsimamisha mchungaji wa kike akahubiri, anamweka maaskofu, anafungua kanisa, anaenda kusajili kwenye kanisa lake kwamba mimi ni askofu, nafungua kanisa, nakubali. Jamani, tuko sawa kweli hawa maaskofu? Anaposema hatuna askofu wa kweli, sababu moja wapo ndo kama hizi. Haya, ukija kwenye mstari wa 9 inasema, tulivyo tuangalia ile matendo, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Ukija kuangalia, tuanzie 8 ili tupate kitu. Timotheo wa kwanza 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo majadiliano. Mstari wa 9. Vivyo hivyo wanawake wanajipambe katika kwa mavazi ya kujistiri. Wanawake tumeona hawajistiri. Wanaingia kwenye haya makanisa yao ya maaskofu, wamevaa nguo ya aibu, hadi nguo za ndani zinaonekana. Wamevaa nguo za kubana, nguo zinazowatia aibu, sio mavazi tena kujistiri. Mavazi ya kujistiri hayabani. Mavazi ya kujistiri sio mafupi. Mavazi ya kujistiri sio suruali. Hayaonyeshi maumbile yako yoyote ambayo yanaweza kusababisha tamaa kwa mwanaume. Hao maaskofu mbona wafundisha haya kwenye makanisa yao? Wanachojali ni mshahara wanaolipwa, wanachojali ni hizo sadaka zao watu wanaowaletea hela. Hii tamaa ya moyo sasa, hii tamaa ya pesa. Haya, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Mbona hawa wakatazi wanawake wanaosuka manywele ya bandia, wanaoweka makucha ya bandia? Unajua kucha ni nini? Kucha ni uchafu. Ndio maana umeona kama hizo kucha zangu zilivyo mfano. Nimezikata. Kwa hiyo ukiacha kucha inahifadhi uchafu. Unapoenda kujisaidia uchafu ule unabaki kwenye kucha. Ndio maana tunazitoa. Sasa mwanamke na akili zake anaenda kuweka makucha tena ya bandia. Na bado anaweka tena uchafu. Ule uchafu unapokaa kwenye yale makucha, unauonaje kama uchafu bado umetoka au bado upo? Anaweka manywele ya viwandani ya bandia. Anajiongeza uzuri. Hao maaskofu mbona hawajafundisha kwamba hivyo vitu ni dhambi na Biblia imekataa? Tuna maaskofu bandia kweli. Na kweli yani wapo kweli. Wamevaa mabangiri. Haya mabangiri haya. Unajua mchawi yote akitaka kuloga ni bangiri. Yale ni masanamu. Huna utofauti na yule aliyevaa madude hapa, masanamu shingoni. Ndio yale tunatengenezea hayo. Haya. Ukija kuangalia hivi vyeo vya askofu sasa, mbona hawafundisha haya mambo maaskofu? Hii ndio sababu iliyonifanya pia nitoke kwenye makanisa ambao askofu hajui wajibu wake. Askofu ambaye hana sifa za kuitwa askofu ndio anayehubiri makanisa leo, anapewa sadaka, anapewa magari mazuri, anapewa nyumba nzuri. Ndio hao tulionao. Hawa wote wanaofundishwa na maaskofu, waulize haya maswali kama watakujibu. Hawajui chochote. Hawajui Biblia. Hawa wote wanaofundishwa na maaskofu hawajui chochote. Hao wote walio chini ya maaskofu hawajui chochote, kwa sababu askofu angekuwa anajitambua, angeyaona haya ni dhambi, kwa sababu ndio cheo chake cha kufundisha haya kwamba ni dhambi. Lakini hawafundishi, wanawaacha watu waendelee kuishi kwenye yale maisha.
Haya, tuangalie kitabu kingine hapa kwenye Wakorintho wa kwanza 14:30 na 33. Wakorintho wa kwanza 14:33 inasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Tunataka tuangalie makanisa yote ya duniani yaliyopo. Je, ni makanisa ya watakatifu? Tuangalie makanisa ya maaskofu. Askofu yote anayejiita ni askofu. Kama na mwanamke anafundisha kanisani kwake, kama na mwanamke mchungaji, kama na mwanamke shemasi, kama na mwanamke mwinjilisti, hilo kanisa sio la watakatifu, hilo kanisa ni wachafu. Kama hilo kanisa wanasuka manywele ya bandia, wanaweka makucha ya bandia, hayo makanisa ni ya uchafu. Hivyo vyote ni uchafu. Ule si uchafu ule jamani. Ule ni uchafu. Wanawake wajui kujistiri, huo ni uchafu. Askofu ameshindwa kupata cheo chake vizuri. Haya, tuangalie 30 sasa, 34. Tuangalie makanisa je, ni watakatifu? 34. Wanawake na wanyamanze katika kanisa, maana hawana ruksa ya kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati nayo. Na wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Haya, hapa tuna maaskofu kweli hapa? Kama askofu ametoa wanawake kuwa viongozi, inakuwaje? Maana tukisoma kwenye maandiko ya Agano Jipya, yule nabii mke yule alikuwa kwenye hekalu la Sulemani, mume wake alifariki. Baada ya mume wake kufariki, akasema mimi kuanzia leo siolewi tena, nitaishi hivi hivi. Ili azishinde zile tamaa zake, inabidi akae kwenye lile hekalu miaka yote. Kama nabii akakaa tu pale mpaka nakufa bila kuolewa. Maana ingetoka huko nje angeingia na tamaa kaolewa. Yule nabii mke alikaa kwenye hekalu, hakuongea wale kwa wafundishi. Alikaa tu ila siolewe. Na hakufanya kazi ya Bwana. Hakuhubiri. Na Yesu mwenyewe hakuchagua mtumishi mwanamke, japokuwa alikuwepo. Alichagua wanaume tu. Nyie wa maaskofu, maaskofu mnapenda kuingilia mambo ya watu wengine. Nimeona sana maaskofu wanaingilia sana mambo ya serikali. Hii katiba yenu ya kwenye Biblia, hii Biblia yenu, mbona nyie imewashinda? Yaani wewe unatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzako wakati cha kwako bado hujakitoa. Haya mambo yenu ambayo ndio magumu zaidi, yani ndio magumu zaidi, kwa sababu nyinyi mkiwatawala watu wenu vizuri, hawatogombana huku nje na serikali, hawatogombana na watu, kwa sababu nyinyi mwafundisha maadili mazuri. Lakini inavyoonekana watu wenu hamwafundishi maadili mazuri, ndio maana wanagombana huku nje na watu. Laiti mngewafundisha maadili, hivi vitu vyote angevijua. Na wangejua wasimame wapi, wafanye nini. Katika Yesu Kristo hicho kitu bwana hakipo. Hakipo. Katiba yenu yenyewe imewashinda. Mnakimbilia katiba. Kanisa lolote linalofundisha haya mambo Biblia iliyosema nizami niliyosoma, hilo kanisa mlikimbia, halifai katika Yesu Kristo, halifai. Sasa kama linafundisha hivyo na linatumia Biblia, limetoa mamlaka wapi? Au maaskofu wenyewe yani sifa zao zenyewe hakuna, hawana sifa. Hizi sifa nilizozitaja, watoto wengi wa maaskofu wanafanya, wote wanafanya. 99% wanafanya. Huyo ambaye hafanyi mimi simjui. Lakini wengi ambao tunawaona hapa wanafanya. Tuangalie mstari mwingine katika Tito 1:6 inahusu maaskofu. Tito 1:5, tuanzie Tito 1:5. Kwa sababu hii nilikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji, kama vile nilivyokuamuru, ikiwa mtu akushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Haya matendo hawa watu wanaotaka wachaguliwe kuwa maaskofu, vile nilivyovisoma kwamba hivi vitu vinafanyika kwa Timotheo wa kwanza 2 kuanzia 9 kushuka, hawafanyi, wanafanya. Sasa kama hizi sifa zote zimekatazwa kwamba hivi vitu mtu akitaka kuwa askofu hivi vitu wasivifanye, mbona ndio maaskofu wetu wanavifanya hivyo vitu na wanaishi? Wategemea tuna maaskofu hapo. Tuna maaskofu wanaotaka pesa zetu, wanaotaka mshahara. Hatuna maaskofu wa kweli. Haya. 7. Maana imempasa askofu awe mtu asiyelaumika,
asiyelaumiwa, asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Umeona? Asiwe mlevi, asiwe mlevi. Makanisa mengi sana hapa, maaskofu na waumini wao wanalewa, wanakunywa pombe, na Biblia inasema wasilewe, wasinywe pombe. Hiyo ndio katika Yesu Kristo inasema hivyo. Inasema hivyo. Na ndio tulionao watumishi wengi, ndio kunao wako hivyo. Wako hivyo. Wanapenda fedha. Wanapenda mapato ya aibu. Hawaridhiki na vitu walivyo navyo. Hii nayo ni aibu pia. Hizi sifa mbona hawana? Sasa kwa nini wanaitwa maaskofu hizi sifa hawana? Hii ndio sababu iliyonifanya jamani mimi nijitenge. Ni mojawapo ya sababu iliyonifanya mimi nijitenge kwenye haya makanisa, kwamba hatuna viongozi wa kweli wanaweza kutusimamia, kwa sababu wenyewe wanatenda dhambi. Mimi nasoma Biblia inaniambia hiki kitu ni dhambi, halafu askofu anakifanya. Hasa unategemea mimi nitapata tumaini na huyo mtu? Nitamwamini huyo mtu kwamba anacho kinaambia ni kweli? Maana vingi ni mapokeo. Hii sehemu ya 9. Kwa leo fuatilia kwanza sehemu ya kwanza, na washukuru, endeleni kujifunza. Nitaleta sehemu ya 10 ambayo itakuwa sehemu ya mwisho. Kwa nini nilijitenga na makanisa? Hii ni sehemu ya 9, kwa nini nilijitenga na makanisa. Hii ni katika maaskofu na sifa za maaskofu. Je, askofu sifa hizi anazo za kuitwa askofu? Tumeona maaskofu wengi hawana hizi sifa. Hatuna askofu mwenye sifa hizi. Haya. 9. Bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu. Mtakatifu. Hivi ili neno takatifu linasumbuaga watu. Wanatufundishaga hakuna mtakatifu, hakuna aliyekamilika. Kumbe Biblia inatuambia ili uwe mkamilifu, uwe askofu, uwe mchungaji, uwe shemasi, uwe mwinjilisti, inatakiwa uwe mtakatifu kwanza. Haya, mwenye kudhibiti nafsi yake. Wengi wadhibiti nafsi yake, wanatamaa sana. Wanatamaa. Akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho na kuwashinda wenye kupinga. Mimi nimewaonya wachungaji, nimewapinga. Wanionyesha ushahidi kwamba wao maaskofu vyao wamevitoa wapi? Maana mimi kwenye Biblia kuhusu askofu nimemaliza. Nimesoma kitabu cha kwanza Timotheo wa kwanza 3:1, nikatoa Timotheo wa pili kuanzia ukianzia 8 mpaka mwisho, nikatoa Korinto wa kwanza 14 kuanzia 33 mpaka 36. Nimekuja hapa nimesoma Tito 1 kuanzia mstari kuanzia wa kwanza, sawa. Yote kiatu kuanzia 1, sawa. Nimetoa Tito kuanzia 1 kuanzia mstari wa 5 mpaka hapa niko kwenye 10. Nimemaliza kinavyomhusu askofu. Acha kwa Petro kule kwenye Petro 5, acha. Huko ni kwa Petro, tuko kwa Paulo ambao sisi watu wa mataifa. Mimi nimemaliza. Mwambie huyo mchungaji au askofu atuletee andiko yeye inayompa mamlaka ya kufundisha watu dhambi, sio maadili. Wanafundisha dhambi. Haya makanisa wanafundisha dhambi. Kama hivi vyote Biblia inatakuwa kwamba sio haki, mchungaji anaviruhusu vinafanyika, askofu anavifanya vinafanyika. Wakulaumiwa ni nani? Wakumlaumu ni askofu aliyeruhusu wachungaji wa kike, aliyeruhusu maaskofu wa kike, aliyeruhusu watu watembee uchi, aliyeruhusu watu wa vai vimini, aliyeruhusu watu wasuke, aliyeruhusu watu wapige vitu vya bandia. Mke wake mwenyewe anavifanya, watoto wao wanavifanya, wameshindwa kulea familia zao, wanakuja kusimama na watu wengine kwa ajili ya mapato. Tubadilike katika Yesu Kristo. Na tunapoongea katiba, unapotaka kutoa kibanzi cha mwenzako, toa kwanza cha kwako. Hapa leo tena tumetoa kibanzi cha maaskofu wanaoingilia mambo ya watu wengine ya kwako wameacha. Bahati mbaya au nzuri, au mnaowafundisha nyewe maaskofu hawajui Biblia. Leo nimeyasoma haya, wameyajua na watawauliza maswali pia. Toa kibanzi chako kwanza, alafu ndio ukamilike uongee cha mwingine. Leo mtakatifu afanye kazi vizuri kwenu kwa sababu hamko sawa, hamko safi. Ni wachafu. Ndio maana leo mtakatifu afanye kazi na ipasavyo. Lakini ungekuwa mnasikilizwa na mnafanya vitu, watu wengi tungejifunza kwenu, lakini hatujifunzi, tunaona dhambi inaendelea. Vile vitu ambavyo Biblia imesema ni dhambi nyewe mnavifanya na mnavihimiza, na mna Mungu wenu mliomchukua kama Mungu aangalie mwili, Mungu wetu ni hivi, Mungu wetu ni wabariki. Tumemwacha Yesu Kristo aliyesema tujifunze kwake. Tuone hapa, nitoe maandiko mawili tu kumalizia hapa katika hili somo la maaskofu. Katika hili somo la maaskofu, cha kwanza ni katika Waebrania 12. Waebrania 12:1 inasema, basi nasi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi,
Yaani kila mzigo mzito unaotuzingira kama ndio yaongea, inabidi maaskofu wayaache ili wawe salama. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtakafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Kwa hiyo mimi nawaambia watu, msichoke katika kutenda mema, msichoke kuwa watakatifu, msichoke kumwamini Yesu Kristo, maana ndio jibu na jawabu lenu la moyo wenu. Hawa watu wengine hawa tulionao, hawa viongozi hawajifunzi kwa Yesu. Hawaweki hii mizigo niliyoitaja, hii mizigo mizito ambayo inatakiwa wainyoshe katika watakatifu. Hawaiachi. Wanaendelea kuitenda na wanaendelea kuwaambia watu kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo inatakiwa tubadilike. Halo. Samani kidogo simu iliingia. Kwa hiyo naombeni radhi. Kwa hiyo hatuna watu wanaweza kujifunza kwa Yesu mwenyewe. Tuiangalie Petro sasa, kwa Petro na yeye aliwaambiaje wale Wayahudi kipindi kile? Petro wa kwanza 4:1. Petro wa kwanza 4:1. Inasema, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kuyatenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi. Huyu ndo wanamsemaga ni papa wa kwanza wa kanisa Katoliki, lakini yeye mwenyewe amekataa ulevi. Imekuwaje wao wanakunywa leo? Papa wa kwanza amekataa ulevi. Kwenda na tamaa na ulevi na kalamu za ulafi, hivi vibarikio, visherehe vyote vimekatazwa. Na vileo na ibada ya sanamu yale wanayovaa, wanayoyasujudia isiyo halali. Mbona huyu papa vyote kavikataa jamani? Hivi tuna maaskofu kweli wanaojua Biblia kweli, wanaweza kusimama watu wakafundisha? Na yule kweli ni anapata vipi ujasiri kujiita ni askofu na anasema mimi ni na Petro ndio kiongozi wangu wa kwanza? Au Petro amekataa sanamu yoyote? Chochote kinachoitwa sanamu, chochote. Amekataa vileo, amekataa ulevi. Vyote vinafanyika na vinabarikiwa. Kwa hiyo tunaongoza na vipofu sasa. Kwa hiyo nataka kuniambia kanisa Katoliki wana kiburi kwamba haya maandiko hawayaoni. Kwa hiyo kuna watu wako yani mpaka wanasugu kwenye moyo, hawataki kukubaliana na ukweli kwamba hiki kitu ni dhambi. Laiti mimi kwenye maisha yangu ningekuwa simtumainia Kristo aliye mbinguni, ninachokitumainia kiko duniani, kakitengeneza nikawa nakiabudu na kifanyia hivi, nikawa nakifanyia hivi, nisingekuwa na shida. Au chochote ambacho kiko duniani kwenye imani yangu ningekuwa nakipigia magoti na kiinamia, nisingekuwa na shida. Niulize kwa nini? Ninayemuomba si yuko hapo? Ninayemuomba sinamuona? Ninayemuomba namuona. Kwa tuishie hapa jamani, katika Yesu Kristo. Kwa nini nijitenga na makanisa? Hii ni sehemu ya 9. Fuatilia sehemu ya 10 inakuja. Subscribe, like, comment, share ili uwafikie ujumbe watu hawa. Leo tuishie hapa jamani, tuishie hapa. Nilijitenga na makanisa kwa sababu hii. Mimi nimesoma kwenye Biblia inaniambia kitu fulani ni dhambi. Nawezaje kushirikiana na hao watu wanaofanya kitu hicho ambacho Biblia inaniambia ni dhambi? Je, mimi sitaki uzima milele? Sitaki kumuona Yesu? Napenda kumuona Yesu. Ndio maana wewe nakuonya na kukumbusha, usoma, fuatilia ili na wewe uweze kujitenga kama mimi nilivyojitenga. Asanteni. Ni mwalimu wa Biblia Joseph Andrea, mwalimu wa uchungaji na uinjilisti na maaskofu. Asanteni.